Tuko na wanafunzi lakini pia nipo na wakina mama. Kama mnavyojua, leo ni siku ya wanawake duniani. Hapa tupo katika maeneo ya Bima, Manispaa ya Mtwara Mikindani. Hawa ni wanafunzi kutoka shule mbalimbali, lakini pia wapo wakina mama wafanyakazi, wakina mama wa nyumbani wamekusanyika hapa ili kuweza kuanza maandamano rasmi. Leo hii kama mnavyojua ni siku ya wanawake duniani, na hapa wamekusanyika hapa kuanza maandamano kuelekea katika eneo la uwanja wa Mashujaa, tayari kabisa kusherekea kwa siku ya leo. Na mgeni rasmi anatarajia kuwa mkuu wa mkoa wa Mtwara. Sasa hapa nitaongea na baadhi tu ya kina mama waliokuwa hapa wakiwa wanasubiri nao tuwasikie dhamira yao, nia yao kwa siku ya leo wanaichukuaje. Mama, naomba nifahamu jina lako na siku ya leo unaizungumziaje? Asante. Kwa jina naitwa Mwajuma Ankoni, ni mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wanawake Tanzania mkoa wa Mtwara. Siku ya leo sisi kama wanawake tuna furaha kubwa kuweza kuifikia siku ya maadhimisho, siku ya mwanamke duniani. Kwa hiyo sisi kama wanawake tumejumuika hapa katika maeneo ya Bima, ambapo tutaanzia maandamano yetu kuelekea kwenye uwanja wa matukio pale Mashujaa. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kwanza kuwapongeza wanawake wote duniani kwa kuweza kuifikia hii siku muhimu ambayo tulikuwa tunaisubiria kwa sana. Lakini sisi kama wanawake tumekubaliana kwamba tunahakikisha tunafikia ndoto zetu kwa kila mwanamke popote alipo, hususan kwenye swala la maendeleo kiuchumi. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kuwakaribisha wanawake wajitokeze kiuwingi katika maeneo yote ambayo leo tunafanya maadhimisho. Pia tumpongeze Mama Samia ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunampongeza kwa nafasi aliyoipata ya kuweza kugombea nafasi ya urais akiwa yeye mgombea peke yake. Kwa hiyo tunampongeza, lakini sisi kama wanawake tuko pamoja na yeye aliko mama, na sisi tupo. Kwa hiyo tunaomba ajivunie. Asante sana mama. Na wewe ni mwanafunzi, ni mwanamke, ni msichana. Unajisikiaje siku ya leo? Najisikia furaha sana kwa siku ya leo. Furaha yako iko wapi hasa? Furaha yangu kuona wanawake wote sasa hivi tunaweza, tumepewa nafasi ya mbele sana. Niambie na wewe furaha yako. Najisikia furaha kwa serikali kutambua mchango wetu wanawake, kama rais wetu ni mwanamke. Kwa hiyo na furaha sana kwa siku yetu ya leo. Dada, jina lako na umejiandaje kwa siku ya leo? Kwa majina naitwa Anisha Amri, ni mfanyakazi wa hospitali ya Rufaa Kanda ya Kusini. Tuna furaha katika siku yetu ya leo wanawake, kwa sababu ni siku ambayo tutawekeza na kuwafanya wasichana wote na wanawake tuwe katika jinsia moja na kufanya vitu vyote kwa ushirikiano. Mama Samia, kazi iendelee. Kazi iendelee. Na wewe unasemaje siku ya leo? Najisikia furaha sana, yani siwezi hata ku-express. Maana hapa We are happy. Maana nimekutana na watu mbalimbali ndio. Karibu. Asante. Tuambie siku ya leo unajisikiaje na umeiandaje kwa ujumla? Sawa, labda kwa majina naitwa Dr. Kerume Nyambi. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha madaktari wanawake Mtwara Manispaa. Kwa kweli hii siku ni nzuri, siku ni njema sana, hasa sisi kwa kina mama. Sisi tumewaandalia kitu kizuri sana pale ambapo tutakuwa tunaenda kuadhimisha siku hii ya leo hapa katika mkoa wa Mtwara katika viwanja vya Mashujaa. Tutatoa elimu inayohusiana na saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo tunawakaribisha kina mama wote na kina baba pia waje kwa ajili ya kusikiliza elimu hii hapa murwa kabisa kwa ajili ya mafanikio yao, kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya afya zao. Lakini pia tunasherehekea sana siku ya leo. Karibuni wote katika viwanja vya Mashujaa mkoa wa Mtwara. Dada mwanafunzi, siku ya leo umeipokeaje? Nimeipokea vizuri, nimefurahi kuona na sisi wanawake tumewezeshwa katika sekta mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Unaisherekeaje kwa siku hii ya leo? Kama daktari mwenzangu alivyoongea, tutatoa elimu Mashujaa kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi. Na naendelea kusema wanawake tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji baina yetu. Naam. Hapa ni viwanja vya Bima kama nilivyoendelea kuwaeleza. Tupo na wakina mama mbalimbali. Mama, leo ni siku ya wanawake duniani na wewe ni mwanamama, lakini hebu tufahamu jina lako na umetoka sekta gani na unashiriki vipi siku hii ya leo? Naitwa Hanabesha Mwangakala, ni msimamizi wa ofisi ya NSSF wilaya ya Masasi, lakini pia kwa siku ya leo nimefurahi sana kuja kujumuika na wenzangu katika kusherehekea kilele cha siku ya wanawake duniani. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu kwa kuwa mwanamke na ninajivunia kuwa mwanamke.
kwa sababu kuwa mwanamke sio kazi ndogo. Tumebeba jukumu kubwa kwanza la kubeba watoto kwenye matumbo yetu, lakini pia sambamba na hilo kuwafundisha watoto wetu basi ili watambue kuwa mwanamke ni nini. Wana kazi kubwa sana ya kuwa mwanamke kiuchumi, kijamii, na ndio sisi ambao tunaanza kuanzia mtoto akiwa mdogo mpaka kuja kuwa mkubwa, yeye kushika majukumu ya uendeshaji wa shughuli zote za kiuchumi na kijamii katika nchi yetu. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa kutuonyesha mfano kuwa na Mama Samia. Kwa kweli amesimama kwenye nafasi yake. Maendeleo yanaonekana. Kila mahali mama anaonekana. Anasimama kama mama katika sehemu zote ambazo anaziongoza. Lakini pia tunaona jinsi ambavyo anamtua mama ndoo, lakini pia anamsaidia mama katika kupata nishati safi na salama. Kwa hiyo tunajivunia kwa hilo, tunamhakikishia tuko nyuma yake. Unadhani maadhimisho haya ya siku ya mwanamke duniani yanayofanyika hapa mkoani Mtwara yana mabadiliko gani? Yana vionjo gani kwa siku hii ya leo tofauti na miaka mingine ya nyuma? Kwa kweli siku ya leo tofauti na miaka mingine naweza kusema kwamba kuna utofauti. Kwanza kabisa tumeona jinsi ambavyo mama yetu pale juu amechaguliwa tena kuwa rais. Lakini pia tunaona jinsi ambavyo wakina mama sasa tuna nguvu, kwamba kumbe tunaweza tukaongoza katika maeneo mengi makubwa pasina upendeleo. Yaani ni kwamba ni juhudi zetu, hatukuwekwa tu. Kwa hiyo naona ni nafasi nzuri, na pia sisi kama wanawake tuna nafasi kubwa katika maeneo yetu ya makazi. Kama hivyo tunavyoona, mimi ni kiongozi kwenye ofisi, ni mwanamke, lakini pia maeneo mbalimbali kuna wanawake ambao bado wanaendelea kufanya kazi vizuri. Hakuna tofauti na wanaume wanavyoendesha. Asante sana meneja. Turudi kwako mwenyekiti. Wewe ni kiongozi, lakini pia tumeona kwamba ni mwanamke. Siku ya leo mnasherekea siku ya mwanamke duniani. Tuambie, kwa kipindi hiki ambacho tumemwona Rais Samia Suluhu Hassan akiongoza taifa la Tanzania, ni mama, kwenu nyie wa kina mama mna nafasi gani mnadhani kwa sasa ambao mnaona kwamba mwanamke ana wajibu wa kujidai? Sisi kama wanawake kupitia nafasi ambayo ameipata Mama Samia kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama nilivyosema pale awali, kwanza tumependezwa sana na nafasi yake, lakini pamoja na kupendezwa sana na nafasi yake, kutokana na kazi mzuri ambayo ameifanya Mama Samia, imetupelekea sisi wanawake kutuheshimisha kwa kiasi kikubwa sana. Kitu ambacho kimepelekea kwamba hata sasa hivi Tanzania mwanamke yeyote akiomba nafasi ya uongozi anapitwa bila kupingwa. Tuchukulie mfano, anapita bila kupingwa. Tuchukulie mfano mzuri, hata tulivyoenda kwenye chaguzi za serikali za mitaa, tumeona ni namna gani wanawake walivyoweza kupata nafasi ya kuwa wenye viti wa serikali za mitaa, wenye viti wa serikali za vijiji, wenye viti wa serikali wa vitongoji. Kwa hiyo hii sisi imetupa experience kubwa sana ya kujivunia na Mama Samia, lakini ya kujivunia hata tunavyoenda kwenye uchaguzi mkuu mwezi wa 10, tunaamini kabisa kwamba nafasi nyingi zitachukuliwa na wanawake, kuanzia madiwani wa kata, wabunge wa majimbo. Hii ndicho tunachojivunia kupitia uongozi wake. Lakini hii yote imetokea kwa sababu aliweza kuisimamia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akihakikisha kwamba changamoto zile zote ambazo tulikuwa tunakutana nazo sisi kama wanawake, lakini kama Watanzania kiujumla, aliweza kuzisimamia kwa nafasi yake aliyokuwa nayo. Kwa mfano, tunaweza tukaelezea kuhusu swala la uwekezaji. Kipindi cha nyuma swala la uwekezaji Tanzania ilishakuwa tayari ni tatizo au ni issue, ambapo ilipelekea hata wawekezaji kutoka nje kuja Tanzania bado walikuwa wana mashaka, lakini kupitia uongozi wa Mama Samia umepelekea kupata wawekezaji wengi sana ambao wametoka nje ya nchi na kuja Tanzania kuja kuwekeza. Lakini mimi kama nilivyosema ni mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wanawake Tanzania mkoa wa Mtwara, tumeona ni namna gani Mama Samia alivyoweza kutukumbatia hasa sisi watu ambao tunatokea sekta binafsi, ambapo kipindi cha nyuma sekta binafsi bado tulikuwa mchango wetu hauonekani, lakini kupitia Mama Samia amekuja kukuza sekta binafsi, lakini tumeweza kusimamia vizuri kuhakikisha kwamba tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambacho kwa sasa ndiko kiko madarakani. Lakini kupitia upande wa biashara, Mama Samia haijawahi kutokea katika marais wote ambao wametokea Tanzania kuweza kusafirisha wajasiriamali na wafanyabiashara kwenda kwenye maonesho ya Jua Kali East Africa
kwenye nchi yoyote, lakini kupitia Mama Samia tangia miaka mitatu yake alivyoanzia, mwaka wa kwanza aliwasafirisha wafanyabiashara na wajasiriamali kwenda Burundi, aliwasafirisha kwenda Uganda, na mpaka mwaka jana na mimi mwenyewe nikiwemo kwenye msafara alitusafirisha kwenda Sudani Kusini kwa ajili ya kushiriki maonesho ya jua kali. Kwa hiyo hili kwa Mama Samia kwetu tunampongeza, lakini tunaendelea kumwombea mama yetu aendelee, Mwenyezi Mungu ampe afya njema, ampe uhai mrefu, ili tuhakikishe kwamba tunasimama kwa pamoja sisi na Mama Samia kuhakikisha maendeleo ya Watanzania yanakwenda juu, tena juu zaidi, hasa sisi kwa wanawake. Haujajitambulisha jina lako, watazamaji wetu wakufahamu ni nani? Jina naitwa Mwajuma Ankoni, ni mwenyekiti wa chemba ya wafanyabiashara wanawake Tanzania mkoa wa Mtwara. Asante sana. Naam, dada, tuambie siku ya mwanamke duniani, labda kwa ufupi kabisa, umeipokeaje siku ya leo na unatarajia unaiadhimishaje? Kwa majina naitwa Dr. Zamda Kaisi, ni mwanachama katika chama cha madaktari manispaa ya mkoa wa Mtwara. Katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, kwa kweli tumefarijika na tumpongeze Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa juhudi kubwa anazozifanya za kuimarisha sekta zote ikiwemo na sekta ya afya. Asante sana, asante sana. Watazamaji wetu, kama nilivyowaambia kwamba tupo katika eneo hili la Bima, eneo la mkoa wa Mtwara. Hapa ni katikati ya manispaa ya Mtwara Mikindani, na jinsi mnavyoona hawa ni wakina mama wamekusanyika hapa ili kuanza rasmi maandamano ambayo yanawapeleka katika viwanja vya Mashujaa hapa mjini Mtwara kuweza kuadhimisha siku ya mwanamke duniani. Mgeni rasmi anatarajia kuwa mkuu wa mkoa wa Mtwara. Kutoka hapa mimi naitwa John Kasembe, niwarudishe studio kwa matangazo zaidi.